Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasikilizaji wetu, karibuni katika kipindi chetu maalum, kipindi cha kujua historia ya wachezaji wa Mombasa, wachezaji wa mpira katika mji wa Mombasa ama pwani nzima kwa jumla. Leo tumebahatikiwa sana kumpata ndugu yetu Haj ambaye alikuwa ni mchezaji wa timu ya Nyundo ambayo asili yake tunasikia kwamba ilikuwa ikiitwa West Ham. Kwa hivyo ni fursa yetu leo kufaidika kutoka kwa ndugu yetu Haj ambaye atatupa yale aliyoyaona, anayoyajua na aliyoyasikia kuhusiana na timu ya Nyundo, kwani yeye alihudumikia timu hii ya Nyundo kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo ni fursa yetu leo kufaidika. Karibuni na tuweni watulivu tupate faida. Jamal nani Haj, karibu katika kipindi hichi, na tafadhali sana chukua nafasi hii kujieleza kwanza kwa wasikilizaji wetu, wakujue jina lako kamili, jina la tunasema jina la kubandikwa ama jina la mtaani, ulikuwa unajulikana kama nani na ulienukia vipi katika mpira, katika kuupenda mpira. Ulianzia wapi kucheza mpira, timu gani, ukatoka timu gani, ukaingia pale udogoni mwako mpaka ukasimama sasa ukawa ni mchezaji ambaye timu zikaanza kukuthamini kwamba ni mchezaji. Halafu kutoka hapo tutaendelea kidogo kidogo. Karibu ndugu yetu Haj. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran ndugu yangu Basawad. Kama nitakavyoelezea, mimi nilizaliwa mtaa wa Majengo, area ya pale Bandi. Nilizaliwa mwaka 1959. Nikakua, tukahamia pale Bandi, tukaenda Majengo ya Minazini. Baada ya hapo mwaka wa 65 nikapelekwa skuli ya Kongowea Primary School ambayo sasa inaitwa Tomboya. Nilianza hapo skuli 1965, nikamalizia mwaka 71 1971. Baada hapo nikaanza kwenda skuli, sikucheza hivyo kiasi tu, lakini baada hapo kwenda area mtaa wa Bandi ambapo nilikozaliwa, nikakuwa na marafiki zangu, agent zangu, tukaform team ikiitwa 3 Stars. Tukakuwa hapo, tukaendelea na timu yetu mpaka tukakuwa kufika umri wa barobaro. Tukaenda mazoezi, tukifanya mazoezi na Bandi, ambapo Bandi ilikuwa ni klabu yetu. Na hiyo Bandi ilianzishwa na wakubwa zetu, mmoja wapo alikuwa ndugu yangu Muhammad Hamud. Baada ya hapo kwa tunafuatilizia mpira. Mwaka wa 75 katika kufanya mazoezi na Bandi, tukasajiliwa na wenzangu ile generation yetu tuliokuwa nayo wengi, kina Saleh Karama, Abdullah Shtawi, kwa jina lingine ito Zgol, kina Ismail, kina wengi mashallah. Tukaanza Bandi B, Bandi C hapo. Asasi ndio tuko youth ya Bandi. Tukakuwa hapo mpaka mwaka 77 tukapata promotion ya kucheza Bandi A. Ndio tukakuwa hapo tukachezea Bandi A mwaka 78. Tukawa ni full wachezaji wa kucheza ligi kubwa ya yani Division 1.
na wenzangu wote tuliokuwa nao, tukakuwa pamoja, tulicheza mpira hapo mpaka mwaka 1984, kwa ufupi 1984. Baada ya wachezaji wengi kuacha mpira, mimi nikasidi na vijana ambao niliwakuza mimi, kaform bandi C, mimi nikawakuza. Mwaka 83, 84 timu ya Nyundo ikanifuata, nikajiunga na timu ya Nyundo. Baada ya hapo kachezea Nyundo kwa miaka 6, 1984 mpaka 1990. Kutoka hapo ndio nikaenda Mwenge, nikacheza miaka 2 Mwenge. Alafu basi nikaresign mpira, na mpaka sasa nafanya mazoezi yangu ya kibinafsi. Alhamdulillah, nashukuru. Lakini mechi ambayo niliocheza ilikuwa mechi ya kusisimua, ilikuwa ni baina Bandi na Black Panther 1978-79. Ilikuwa ni final division ya Black Panther kwenda Super League au National League. Game ilikuwa ngumu, na ilikuwa game ya kuvutia, na game hiyo sitoisahau. Maana ilikuwa ni mechi ya tension. Sisi tulikuwa ni rival na Black Panther, lakini alhamdulillah tulicheza wakatufunga 2-1. Yep. Shaka basawadi, sina mengi. Asante. Lakini Nyundo nimeifanyia pia mengi sana. Hata tulipenduka Undanyi 1987. Wakati tulicheza na timu ya Mtemi kwa Undanyi, baada ya kurudi Overbold kwa tushafunga goli 5-1. Sasa tuarudi jioni, kuteremsha mlima Undanyi pale, ndio tukapenduka. Wachezaji waliumia. Alhamdulillah, sisi baadhi tukatoka kidogo na injari kiasi, lakini alhamdulillah hakuna alifariki. Ni injari za kiasi, watu waliumia, lakini alhamdulillah. Lakini gari ilikuwa right off, maki ilitoka juu huko mpaka chini, na mbele anayekwenda Undanyi au nijua njia Undanyi, ile njia ilikuwa njia mbaya sana, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu alituvua salama. Shukran, jazakallah khair. Wasawadi, sisahau kukupa history ya Bandi ya zamani. Ile Bandi tulikuta sisi, Bandi ya wakubwa zetu ambao wao ndio tukuza sisi tukua bebea viatu wakati wao. Bandi hiyo tulikuta sisi, mmoja wapo ni brother wangu Muhammad Hamud, Ali Kombo, Yusuf Muhammad Zito, Ali Mkadara, goalkeeper akiwa Lino, Muhammad Shirazi, Hamisi Dole, Athman Magambo marehemu, kina Mdere, kina Mursal Athman Mwera, kina Mwera na wengineo waliotangulia mbele za haki. Musabah bin Abeid, Marim Bahfen akiwepo mwingine, na wengine kuja nyuma yao, baadhi waliotangulia mbele za haki. Alafu wakafuata wengine, hawakuona ukubwa zetu kidogo, kina Madebe marehemu, kina wengi na wengineo. Tukakuza, na baada ya kuja sisi ikawa kina marehemu Ibrahim Ngoi wako mbele yetu kidogo,
marehemu Ibrahim Goi, marehemu Munda Mbarak Machapote, Madebe na wengi wengine kwa marika zetu, lakini walicheza mali mbele kina Yunus, kina wengi na wengi zaidi inshallah. Na hiyo ndio nakupa kidogo history ambayo itakusaidia kidogo ya ambao tulicheza nao pamoja tukaja mpaka hapo inshallah. Shukran, jazakallah khair. Naam, asante sana vile vile kwa kutupa ile orodha ya wachezaji waliopita, waliokutangulia wewe. Ningependa kama ungekuwa na kumbukumbu fulani za kututajia at least wawili watatu, ukatueleza kidogo zaidi kuhusu mchango wao katika mpira, kwa sababu hususan hawa ambao washatutangulia mbele ya haki washafariki sasa hivi, ni vigumu kupata tena historia yao kutoka kwa wenyewe kwa sababu hatuko nao. Lakini wewe waweza ukatupa sifa zao. Kwa mfano ni mtu kama Ali Kombo. Ali Kombo mimi mwenyewe niliwahi kumshuhudia akichezea timu ya Mwenge, na sijawahi kuona mchezaji ambaye alionyesha ubingwa wa kupiga corner kick kama Ali Kombo. Ali Kombo mechi moja, sikumbuki sasa ilikuwa Mwenge wachezana nani, lakini alifunga mabao mawili kwa kupiga kona bila ya kuguswa na mtu mpaka ndani ya neti. Ali Kombo. Kwa hivyo watu kama hawa, watu watakana wajue kwamba kulikuwa na kijana akiitwa Ali Kombo, alikuwa akichezea Burnley, ambaye kisha baadaye akahamia Mwenge, na kama ninavyojua nafikiri akawa anafanya kazi Powerlight. Baadaye Powerlight wale wakampiga transfer, sijui ni kwa sababu gani, labda ni kwa sababu ya hasama uliokuwepo, pengine alikuwa hata kucheza timu ya Powerlight, lakini sijui ni kwa nini, lakini akapigwa transfer ili asichezee tena Mwenge pale, akapelekwa Lamu. Hili ndo nalijua kumuhusu Ali Kombo. Sasa kuna mchezaji kama Kadir Farah. Kadir Farah nafikiri aliwahi kukukochi wewe kama mchezaji wake. Yeye nafikiri alikuwahi kukochi Nyundo kama sikukosea, lakini napenda utuangazie kumuhusu mtu kama Kadir Farah na mwingine yoyote ambaye ili kwa sababu tunatoa hizi kumbukumbu kwa sababu watu ambao hawakuwahi kusikia au kuona, basi wapate ithbati kwamba wamemsikia akizungumza. Kwa hivyo tafadhali bwana, napenda utuangazie upande huo. Shukran. Assalamu alaikum Basawad. Shukran, nimekutambua vizuri sana katika hiyo picha, nimekutambua vizuri sana, nimekumbuka vizuri. Shukran, jazakallah khair. Japokuwa leo nina flu, lakini nitazungumza kiasi. Mimi nilizaliwa pale Majengo, mitaa ya Burnley. Pale kuna kuchoma samaki pale kwenye matepu. Tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1959. Tamam. Kweli alikuwa mchezaji mzuri sana kwa kona. Hata mimi niliwahi kumuona akifunga magoli kwa kona. Lakini kulikuwa na ndugu yake akiitwa Mdere, naye alikuwa hali kadhalika akipiga kona naye mpaka ndani. Nadhani Mdere alikuwa zaidi ya Ali Kombo kama sikosei. Hata ukiuliza watu watakupa historia ya Mdere. Alikuwa na mdogo akiitwa Saburi, pia alikuwa na mzuri hivyo hivyo, lakini Mdere pekee funga sana magoli kwa kona. Naam, kweli Kadir Farah aliwahi kunikochi nichezea Nyundo. Na kweli alikuwa Kadir Farah akisoma game, basi mkiingia kiwanjani ile second half unabadilisha game yote. Anakuambia wewe tulia hapa, wewe fanya hivi, wewe tulia hapo, usiondoke. Nakumbuka tulicheza
combine ya Nyundo na Chelsea. Ilikuwa KFF yatudai pesa, walitupeleka Lamu 1987. Nakumbuka ilikuwa match mwanzo hivi, kabla tuone ndani kupata accident. Nadhani kama bado wiki mbili utapata accident, tukawa tudaiwa na KFF. Basi Gor Mahia ndio wakati huo wakachukua ile kombe ya African Winners Cup, waliwafunga hawa timu kutoka Tunisia, sio ni Algeria. Wakachukua kikombe kile. Kule walikwenda draw, hapa Gor walipata moja Nairobi. Basi kabidi na siku hiyo wamekuja kucheza Super League hapa. Faisal wakafungwa 3-1 Super League. Ikiwa siku ya pili sisi tukaambia tutacheza nao. Tukatrain combine ya Nyundo na Chelsea. Basi coach Kadir Farah katucoach karibu wiki nzima. Maki tulipata taarifa karibu wiki mbili. Tukatrain timu zote mbili Nyundo na Chelsea. Tukacombine kucheza na Gor Mahia. Gor Mahia ni ile kina George Nyango Fundi, Samuel Nyango Jogo na wengine wengi, kina nani huyu, Gor Mahia ni ile ambayo ilichukua Winners Cup. Siku ya pili tukacheza. Siku ya kwanza Gor Faisal wakafungwa 3-1. Siku ya pili tukacheza nao sisi. Basi nakumbuka hivi, Kadir Farah akatuambia mimi kwa midfield ni mimi na kijana mwingine akichezea Chelsea akiitwa Kaka, sasa ni marehemu maskini. Basi mimi ni midfield. Akaniambia wewe Haji, wewe ione round ya katikati hii bomba la katikati usilipite kabisa, wewe tulia hapa. Mimi nimeona jana na Faisal, mimi nakwambia wewe cheza hapa katikati, usiondoke hapa. Wewe lose ball zote zao za Gor Mahia utasichukua wewe. Kaka kambe ndo atatembea hapo mbele, enda kirudi, lakini mimi ni siti hapo katikati. Mimi nitakava left na right. Na kwa kweli baswada alhamdulillah, kweli nilifaulu. Maki lose ball zote za Gor Mahia nilizipata mimi zote. Kila sikija mimi ndo natuliza. Mpaka hapo ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Ungana nasi katika sehemu ya pili ya kanda hii.